Pengine mtu atakuwa na ishkali, lakini atasema lakini kwa nini iletwe kwa sauti? Si kila mmoja alete kivyake polepole. Je, yafaa kuleta dhikri baada ya swala kwa sauti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Ma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwa miongoni mwa ahli sunna wal jamaa. Hii ni neema kubwa, na sio kwa ujanja wetu, bali ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna video na clip kama wanavyoita wenyewe inaenea katika mitandao, na ni clip ya muda Sheikh mmoja kutoka Kenya maarufu Sheikh Aweso akiwa anatetea suala la kufanya dhikri kwa pamoja na kuomba dua baada salah wa jamaa, kama wanavyofanya sufia katika mji wetu. Ikawa imamu anaomba dua baada ya swala na maamuma wanaitikia, kadhalika akiwa wanafanya adhkar wanafanya kwa jamaa. Akalitetea jambo hili Sheikh huyu kwa hoja mbalimbali zilizozitaja kama baadhi ya ahadith, na ametumia baadhi ya maneno ya wanawachuoni kwa njia ambayo wale waliokuwa mbele yake wanaweza kuelewa kinyume na vile ambavyo wanawachuoni walivyokusudia. Pengine mtu atakuwa na ishkali, lakini atasema lakini kwa nini iletwe kwa sauti? Si kila mmoja alete kivyake polepole. Je, yafaa kuleta dhikri baada ya swala kwa sauti? Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake anapokea maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema inna raf'a as-sauti bidhikri 'inda al-intihai min al-maktubati kana ala ahdi rasulillah. Kuinua sauti kwa kuleta dhikri baada ya kumalizika swala ya faradhi ilikuwekwa wakati wa Mtume. Wakati wa Mtume na masahaba zake walikuwa wakiinua sauti baada ya swala ya faradhi kwa kuleta nini? Kwa kuleta dhikri. Kwa hivyo hakuna tatizo kuinua sauti kwa kuleta dhikri, kuinua sauti kwa kuleta dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Ibn Abi Shayba katika musannaf yake, na ameitaja al-Imam Suyuti katika Fadhl Wi'a an ahadithi raf'i al-yadayn fi ad-du'a, kutoka kwa al-Aswad al-Amiri, anasema kutoka kwa babake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema nimeswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falamma sallama inharafa wa rafa'a yadayhi wadaa. Asema niliswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipomaliza kuswali Mtume alipopiga salamu aligeuka kama anavyofanya imamu baada ya kuswali. Asema aligeuka Mtume akainua mikono yake akaomba sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi iliyopokewa na al-Imam at-Tabarani katika mu'jam yake, anasema kutoka kwa Muhammad ibn Abi Yahya, alimuona Az-Zubair ama Abdullah ibn Zubair alikuwa yuko katika sehemu pamoja na bwana anaswali. Yule bwana akainua mikono kabla ya kupiga salamu yuaomba, yuko katika swala. Asema Ibn Zubair akamwambia dua ni baada ya kupiga salamu, sio kabla, sio katika tashahud. Yani dua baada ya swala ni kitu mashruu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alifanya, masahaba wenyewe walifundisha hilo. Lakini pengine mtu atasema kwa nini kwa jamaa? Kwa nini kwa pamoja? Naam, dua ya jamaa ina siri ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma yajtami'u qaumun fayad'u ba'dhuhum au majtama'a qaumun fada'a ba'dhuhum wa amma sairuhum illa ajabahum Allah. Hawajakusanyika watu, baadhi yao wakaomba, wengine wakaitikia amin, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa takabalia. Hadithi imepokewa na nani? Na al-Imam at-Tabarani kutoka kwa Habib ibn Maslam al-Fihri. Anasema al-Imam al-Haythami katika Majma' az-Zawaid, rijaluhu rijalu sahih. Walopokea hadithi hii ni watu ambao kwamba wanapokea hadithi nini? Ni wapokezi wa al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Na vile vile katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ma rafa'a qaumun akuffahum ila Allah azza wa jalla yas'alunahu. Asema watu hawajainua mikono yao kwa Mwenyezi Mungu, qaumun, akusema mtu, hawajainua watu mikono yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunahu shay'a, wanamuomba kichochote,
illa kana haqqan ala Allah an yadha fi aydihim alladhi sa'aluhu, isipokuwa huwa ni haki kwa Mwenyezi Mungu aweke katika mikono yao yale ambayo kwamba wameyaomba. Kirudi katika Al-Qur'an Al-Karim, Mwenyezi Mungu anatuonesha fadhila ya dua ya pamoja. Sayyidina Musa alayhi salam alipokuwa naomba, Mwenyezi Mungu asema waqala Musa ya rabbi innaka ataita fir'auna rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala, paka mwisho wa dua. Sayyidina Musa nani aliyeomba? Ni Sayyidina Musa. Waqala Musa, lakini angalia baadaye Mwenyezi Mungu atuambia nini? Asema kad ujibat da'watukuma, dua yenu nyinyi wawili imejibiwa. Vipi wawili na aloomba ni Musa? Maulama wa tafsiri wasema Musa alikiomba, ndugu yake Haruna kiitikia amin. Kwa hivyo dua ya pamoja ina siri, kwa sababu hujui amin ya nani ndio itakayotakabaliwa. Pengine mimi ni mchafu, Mwenyezi Mungu asitakabalia amini yangu, lakini yule aliyoko nyuma kabisa karibu na viatu, pengine ilaka yake na Mwenyezi Mungu ni nzuri, amini yake ikatakabaliwa. Na kwa kuwa amini yake imetakabaliwa, dua tumeomba Rabbana kwa pamoja, sote tutapata lile ombi kwa sababu yake yeye. Kwa hiyo iko haja sisi kama Ahlusunna wal Jamaa kubainisha yale ambayo wanaharibu au wanafunika na ule utata wanaoleta ahlul bid'ah, kuwafikishia awamul muslimin, kwa sababu waislamu wa kawaida wanaghurika kwa hilo na kuona kwamba amezungumza hujja na wameshindwa Ahlusunna wal Jamaa kujibu. Inawezekana watu wameshughulishwa na pengine kuna wengine wamewahi kumjibu. Mimi kwa upande wangu nitazungumza machache, na lifahamike jambo hili si kupunguza cheo cha mtu wala kumshusha mtu katika kile alichonacho, lakini yeyote anayekwenda kinyume na usawa katika Uislamu anarejeshwa katika njia ya sawa. Kwanza kabisa tutaanza na tahrir mahali niza, mahali pa mzozo hasa baina yetu na Sufia katika mlango huu ni sehemu gani? Kitizama mazungumzo ya Sheikh ni kwamba sehemu kubwa na hoja alizozileta kama tutakavyoelezea si ile sehemu ambayo sisi tunafanya mzozo au tunapingana na ahlul bid'ah. Mzozo uko mahali hapa kwamba je, kuleta dua ya pamoja, imamu anaomba na maamuma wanaitikia amin, kadhalika kuleta adhkar kwa sauti moja kwa pamoja, jambo hilo sisi tunasema jambo hilo halifai, jambo hilo ni uzushi, ni bid'ah. Ama Sufia wanaona ni sawa. Hoja alizozileta zilikuwa zinatetea upande mwingine, lakini ukitizama kama ameleta hoja juu ya kile ambacho anakisema. Kwa hiyo kabla ya kujibu maneno ya Sheikh, napenda nitangulize msingi ambao watapita juu yake Waislamu, hasa wale ambao wajishughulishi na ilmu. Kwa kupitia msingi huu wataweza kuzikataa bid'a nyingi ambazo zinaletwa katika Uislamu. Alqaida almustabirra inda alfuqaha walulama qatiba anna al-asla fi al-ibadati at-tawqif, msingi ambao unatambulika kwa wanawachuoni kwamba ibada zote katika Uislamu hazitakubaliwa mpaka zipate ushahidi, dalili min alkitabi was-sunna wal-ijma'. Almuhim an yakuna hunaka dalil. Ibada yoyote ni lazima awe ameiweka Mtume alayhi salatu wassalam na wakamfahamu masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in juu ya hivyo ambavyo amefundisha. Ninapojua msingi huu, mtu yote atakayeleta ibada hata kama unaiona ni nzuri, kama ibada hiyo hajaifanya Mtume alayhi salatu wassalam, pamoja na kwamba palikuwa na sababu ya kuifanya ibada hiyo, lakini yeye hakuifanya na hapakuwa na kitu cha kumzuia Mtume alayhi salatu wassalam kuifanya ibada hiyo, wewe kuja kuifanya utakuwa umeleta bid'a. Mfano tu salatul Eid ni swala ambayo wanakusanyika Waislamu wengi, mpaka wanawake pia ambao wanahidhi wanakwenda katika musalla wa Eid. Pamoja na hivyo Mtume alayhi salatu wasalam hakuadhini, pamoja na kuwepo sababu ya kuadhini na hapakuwa na kitu cha kumzuia kuadhini, lakini hakuadhini. Kwa hiyo sawa sawa sunna ni kutokuadhini, na atakaifanya jambo la kuadhini ataambiwa umeleta bid'a hata kama inaonekana ni nzuri. Fakadhalika huna na sehemu nyingine katika ibadati, jambo lolote ambalo hajalifanya Mtume alayhi salatu wasalam, wewe uruhusiwi kulifanya kama ni jambo la kiibada, au ikawa alilifanya lakini wewe ukaja na sifa na namna nyingine ambayo ni tofauti na namna alikuja nayo Mtume alayhi salatu wasalam, jambo hilo litarejeshwa. Na haya yanaungwa mkono na maneno ya Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu aliposema kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwal lam yada' lil akhir maqalan. Ibada yoyote ambayo
hawakuifanya kuwa ni ibada, hawakumwabudu Allah masahaba kupitia ibada hiyo, wewe sije ukamwabudu Allah, msije mkamwabudu Allah kupitia ibada hiyo, kwa sababu wale watu wa mwanzo hawajawahi kuacha jambo lolote ambalo analihitajia mtu wa baadaye, ambao ni sisi na wengineo. Kadhalika Imam Malik, maneno maarufu yanafahamika alivyosema, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan, yoyote ambaye atazusha uzushi ibada akawa anaiona kwamba ni nzuri, basi mtu huyo atakuwa ameshadai, faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, atakuwa amedai kwamba mtume alayhi salatu wasalam amefanya khiana katika kufikisha. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini yetu kama alivyosema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, mpaka mwisho wa aya. Kisha akasema Imam Malik, fama lam yakun yawma idin dinan lam yakun al-yawma dina, jambo lolote ambalo halikuwa ni dini, halikuzingatiwa jambo hilo ni katika dini zama za mtume alayhi salatu wasalam, basi haliwezi kuwa leo hii ni dini. Zama zake za Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Na tunazungumzia jambo la dini, kwa hiyo asije akaleta mtu hoja kwamba mbona nyinyi hampandi punda. Tuzungumzi mambo ya ibaha, mambo ya kula na kunywa na mambo ya starehe. Tunazungumzia dini ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ni msingi, ibada yote atakayokuja nayo mtu basi unatakana uipime hapo. Je, ibada hiyo alifanya mtume alayhi salatu wasalam? Ndio alifanya. Je, namna hii ninayofanya ndivyo walivyofanya maswahaba wa mtume alayhi salatu wasalam? Ikiwa sivyo, basi ibada hiyo utakuwa umeizusha. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni majibu yetu kuhusiana na kauli na hujja alizozileta, ambazo kiuhalisia si hujja bali ni shubuhat alizozileta Sheikh Aweso, na majibu yetu yatakuwa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni majawabu ambayo ni yako ala wajhi al-ijmal, na sehemu ya pili ni jawabu mufassal, jawabu la ujumla, kadhalika na jawabu lenye kuchambuliwa hujja baada ya hujja. Jawabu letu la ujumla ni kwamba Sheikh amejitahidi kuleta hadithi nyingi pale amezitaja, lakini ahadithi alizozileta 98% ni hadithi dhaif, la taqumu biha hujja, ni hadithi dhaif ambazo haiwezi kusimama hujja kupitia hadithi hiyo kama tutakavyoeleza. Kwa hiyo hili lifahamike kwanza, pamoja na kwamba ametumia ujanja na ufundi ambao tutaueleza hapo chini. Ukiyasoma maneno ya al-Imam al-Haythami katika Majma'u az-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid kwamba rijaluhu rijalu sahihain au rijaluhu rijalu thiqat, na haya maneno hayasaidii kile ambacho anakieleza, kwa sababu al-hukmu ala al-isnadi laysa huwa al-hukm ala al-matn au ala al-hadith bil-kulliyah. Hukumu inapokuja kwenye hadithi kaambiwa hadha hadithu, yani hadha al-hadithu isnaduhu sahih au rijaluhu rijalu thiqat au rijaluhu rijalu al-shaykhaini, haina maana kwamba hiyo ni hukumu ya hadithi. Hiyo ni hukumu ya sanad, al-hukmu al-mabda'i. Kwa hiyo hailazimu inapokuwa hadithi sanadi yake ni sahihi basi iwe pia na hadithi yenyewe ni sahihi. Hilo kila anayesoma elimu ya hadithi analifahamu. Tutalieleza inshallah wakati tunafafanua hoja moja baada ya nyingine. Kwa hiyo jawabu letu la ujumla ni kwamba ahadithi alizozifanya kuwa ni ushahidi Sheikh Aweso ni kwamba nyingi katika hizo, asilimia kubwa katika hizo ni hadithi dhaifu ambazo hazifai kusimamisha hujja, hazifai fi maqam al-istidlal. Ama majawabu ya ufafanuzi, kuchambua hujja moja baada ya nyingine. Kabla ya kutaja zile ahadithi alizozitaja, tuangalie jambo hili la kusoma dhikri kwa pamoja, kuzileta dhikri kwa pamoja au kuomba dua kwa pamoja. Hili jambo ndio tumeanza kulipinga sisi Ahlus Sunna wal Jamaa wa zama hizi, au ni jambo lina asli, jambo ambalo wamelipinga salafuna salih? Maana wewe ukizungumza utasema ni Wahabi. Atuwatizame kwanza wao waliotangulia kuhusiana na jambo hili, wao wanalizingatia vipi? Ukirejea athar kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ambaye amepokea al-Imam Ibn Waddah, Uthman ibn Affan, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu aliletewa habari na mtu mmoja akiitwa Abu Uthman al-Nahdi, faqala kataba Amir li Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, aliandika mmoja katika wale waliowekwa na Umar, magavana wale ambao wanasimamia sehemu mbalimbali, alimuandikia Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kataba Amir li Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ilayhi annaha huna qauman yajtami'una fayad'una lilmuslimin walil amir, kwamba hapa tuliko kuna watu wanajikusanya
na wanawaombea Waislamu na wanamuombea kiongozi. Fakataba ilayhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab akamjibu kwa barua akamwambia, aqbil bihim, fika hapa, fika pamoja nao, kwa maana walete. Aqbil bihim ma'aka, fika pamoja na wao hapa, maana walete wakiwa pamoja na wewe. Fa aqbala, akafika. Faqala Umaru, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu lilbawab, mwambie mlinzi, a'idda sautan, andaa fimbo, andaa bakora. Falamma dakhalu ala Umar aqbala ala amirihim darban bisawt, walipoingia kwa Umar haraka akakimbilia kumfuata yule kiongozi wao na kuanza kumpiga. Fakultu, akasema Abu Uthman an-Nahdi, ya amira al-mu'minin, innana lasna ulaika alladhina, yani ulaika qaum yatuna min qibali al-mashriq. Akamwambia, ewe amira al-mu'minin, hakika sisi sio wale ambao wamekusudiwa, ni wale ambao wanafanya kitendo cha dhikri kwa pamoja, ambao wametangulia kutajwa hapo, bali watu hao wanatokea upande wa mashariki, wanatokea huko upande wa mashariki. Kwa hiyo Umar alitaka kumchapa kwa sababu ya kile kitendo ambacho kimefikishwa kwamba wao wanafanya hivyo. Kadhalika al-athar al-ma'ruf ambaye amepokea Imam ad-Darimi kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mnafahamu kisa cha Abu Musa na Abu Musa al-Ash'ari pamoja na Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa alipowakuta watu katika msikitini wakiwa katika halakat, na kila kundi wamekusanya mawe, vijio vidogo wanahesabia kwavyo takbir na tahlil, akawakataza. Baada ya Abu Musa kumpelekea taarifa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, akaja akawakataza, akamwambia, ma hadhihi alladhi arakum tasna'una, au ma hadha alladhi arakum tasna'una, kitu gani hicho ambacho nawaona mnakifanya? Qalu Aba Abdurrahman hasa na'uddu biha at-takbir wa at-tahlil, akamwambia, ewe Abu Abdurrahman, haya ni mawe tu unahesabia nayo takbira na kadhalika tahlil, kusema la ilaha illa Allah. Abdullah ibn Mas'ud akawa maneno makali pale, mwisho akawaambia, imma nyinyi mtakuwa mmeokoka kuliko Mtume alayhi salatu wassalam, au mtakuwa mmefungua mlango wa dalala. Kisa maarufu, tarejea katika sehemu yake, na Ahlus Sunna wal Jamaa wanakifahamu, kadhalika Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah. Kwa hiyo hao ni baadhi ya yale ambayo walikuwa nayo salaf waona watu. Kwa hiyo tatizo ukitizama hapa, kwa nini Abdullah bin Mas'ud aliwakemea hawa? Ni kwa sababu wamekaa kwa pamoja, wanamdhukuru Allah kwa sauti moja. Kiongozi anasema mtajini halilu 100, mtajini Allah mara 100, wanamtaja. Kabbiru 100, semeni Allahu akbar mara 100, wanamtaja. Akawakataza. Dhalika tumeona Umar bin Khattab alipoletewa taarifa hiyo na alichokifanya. Al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali katika juzu ya pili kurasa 102 katika kitabu chake al-Adabu Shar'iyya ametaja mlango akiwa anazungumzia hukumu ya watu kujikusanya. Faslun hukmu ijtima'i an-nasi lidhikri wad-du'a'i wa raf'i as-sauti bihi wa mata yakunu bid'ah. Akizungumzia hukumu ya watu kujikusanya kwa ajili ya kumtaja Allah na kuomba dua na kunyanyua sauti kwa hilo, na wakati gani hilo litazingatiwa kuwa ni bid'ah. Akataja habari nyingi pale, katika aliyotaja akasema, waqala ibn Mansur li Abi Abdillah, kusudiwa hapo Imam Ahmad, kwamba Imam Ahmad aliulizwa, yukrahu an yajtami'a alqaumu yad'una wa yarfa'una aydiyahum, je, itakuwa ni makruhu watu kujikusanya na wakawa wananyanyua mikono na wanaomba dua? Faqala, akasema Imam Ahmad, ma akrahuhu lilikhwani, jambo hilo mimi silichukii, sioni kama ni makruhu wakilifanya watu, idha lam yajtami'u ala amdin illa an yakthuru, pindi takapokuwa hawakusanyika kwa makusudi, hawajalikusudia hilo jambo, imetokea tu, isipokuwa watakapokithirisha kufanya hivyo. Anasema Ibn Mansur, qala Ishaq ibn Rahuya, amesema Ishaq ibn Rahuya, qala wa inna ma, anasema kama qala, maneno ni kama alivyosema Imam Ahmad, ni kama hivyo, wa inna ma ma'ana illa an yakthuru, maana yake ni nini? Illa an yattakhidhuha adatan hatta yakthuru. Anasema maneno kama alivyosema Imam Ahmad, isipokuwa watakapokithirisha. Maana yake nini? Maana yake anasema isipokuwa watakapolifanya jambo hilo kuwa ndio utaratibu, kuwa ni ada, mpaka ikawa wamekithiri wao kulifanya jambo hilo. Kwa hiyo hapa tunapata ufahamu kutoka kwa Imam Ahmad ya kwamba haoni kwamba inafaa watu kukusanyika wakaomba dua kwa pamoja itakapokuwa wamelifanya hilo jambo lipo na ndio utaratibu likawa linaendelea juu yake.
Kadhalika kataja kadhalika kitabu hicho al-Adab al-Shar'iyya Ibn Muflih katika kurasa huu akasema waqala Abu al-Abbas al-Fadl bin Mihran sa'altu Yahya ibn Ma'in, ilimuuliza Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal na Imam Ahmad ibn Hanbal, qultu nikasema inna indana qauman yajtami'una fayad'una wa yaqra'una al-Qur'an wa yadhkuruna Allah ta'ala fama tara fihi, hakika kwetu sisi kuna watu ambao wanajikusanya kisha wanasoma Qur'ani, wanamuomba Allah kisha wanasoma Qur'ani na wanamtaja Allah. Waonaje jambo hilo, wasemaje kuhusiana na wao? Qala fa amma Yahya ibn Ma'in, anasema imma Yahya ibn Ma'in faqala, akasema yaqra'u fil mushafi wa yad'u ba'da salah wa yadhkuru Allah fi nafsihi, asome Qur'ani mmoja wao, yani asome Qur'ani na amuombe Allah baada ya swala. Masala kusina na baada ya swala ya faradhi, mtu anaweza kuomba dua yeye mwenyewe, hawawezi kuomba masala mengine, tutazungumzia atakapohitaji. Lakini anasema hapa Yahya ibn Ma'in aombe dua baada ya swala na amtaje Allah fi nafsihi, yeye mwenyewe katika nafsi yake. Qultu, anasema Abu al-Abbas al-Fadl bin Mihran, nikasema mimi fa akhun li yaf'alu, kuna ndugu yangu mimi mmoja anafanya hivyo katika hao niliyataja, kama ni katika hao wanaoomba na kusoma Qur'ani na wanamtaja Allah kwa pamoja. Qala inhahu, Ibn Ma'in akamwambia mkataze. Qultu la yaqbalu, sema nikamwambia hata kubali. Qala izhu, akasema Ibn Ma'in mpe mau'idha. Qultu la yaqbalu, kisha anasema nikasema hata kubali. Ahjuruhu, je ni mhame, ni mgure? Qala na'am, akasema ndiyo mhame. Thumma ataitu Ahmada fa hakaitu lahu nahwa hadha al-kalam, kisha nikaenda kwa Imam Ahmad nikamsimulia nikamuelezea mfano maneno kama haya. Faqala li Ahmad aidha, akanambia mimi Imam Ahmad vile vile, yaqra'u fil mushafi wa yadhkuru Allah ta'ala fi nafsihi, asome katika Qur'ani na amtaje Allah yeye mwenyewe katika nafsi yake. Wa yatlubu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na atafute hadithi za Mtume alayhi salam ajifunze. Qultu, nikasema afa anhahu, je nimkataze? Qala na'am, akasema ndiyo. Qultu fa in lam yaqbal, nikamwambia je asipokubali? Qala bala insha Allah ta'ala fa inna hadha muhdathun, akamwambia kwa nini siwe hivyo bwana, atakubali kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema hakika jambo hili ni lenye kuzushwa. Fa inna hadha muhdath, kitu gani? Alijtima'u walladhi taswifu, kule kujikusanya kwao na kile ambacho umekielezea, hayo yote ni mambo yenye kuzushwa. Qultu, nikasema fa in lam yaf'al ahjuruhu, je asipofanya baada ya kumpa mau'idha, je ni mhame? Qala fatabassama wa sakat, anasema Imam Ahmad akatabasamu kisha akanyamaza. Kwa hiyo hao ndio salafu na salih na msimamo wao kuhusiana na watu kufanya jambo hili la kuomba kwa pamoja au kutaja dhikri au kufanya dhikri kwa pamoja. Kadhalika Imam Shatibi anasema ad-du'a bi hay'ati al-ijtima'i da'iman lam yakun min fi'li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kujikusanya moja kwa moja siku zote hakukuwa anasema al-ijtima'u ad-du'a, kuomba bihayati al-ijtima'i, kwa sura ya kujikusanya kwa pamoja, daiman, kwa siku zote. Lam yakun min fi'li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo halikuwa katika kitendo cha Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo utaona kama Mtume alayhi salatu wassalam hakulifanya hivyo. Kadhalika wale wema waliotangulia kuja baada yake kama vile maswahaba, kadhalika tabi'un, hawakulifanya hivyo, pamoja na kwamba palikuwa na sababu kama vile ambavyo ameeleza shekhe hapo kwamba watu wanapoomba kwa pamoja ni sababu ya kukubaliwa dua. Naam, Mtume alayhi salatu wasalam dua yake ni mustajaba, na maswahaba walikuwa na matatizo, walikuwa wana shida, lakini haijawahi hata siku moja Mtume alayhi salatu wasalam baada ya swala akawaambia maswahaba wake nyanyueni mikono, na yeye akawa anaomba dua na wao wanaitikia. Sasa labda shekhe atuambie kwamba zama za Mtume alayhi salatu wasalam hakukuwa na matatizo, hakukuwa na shida, hilo halikuhitajika, labda atuambie hivyo, jambo ambalo tunajua kwamba yeye mwenyewe hawezi kusema jambo hilo. Kwa hiyo jambo hili halikuwepo, bali limezushwa kama tulivyoeleza hapo, na mwanzo wa sawa jambo hili kuanza ni zama za maswahaba kama tulivyoelezea katika athari ya Abdullah bin Mas'ud, kadhalika na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, wale watu waliokuta msikitini. Hapo ndo palikuwa mwanzo wa kudhihiri jambo hili la kumtaja Allah kwa pamoja,
wa dhikrul jamaa, na kwa njia ya kuenea kwa watu zaidi kwa wajhu ar-rasmiyah, yani ile kirasmi hasa ilikuwa katika zama za al-Ma'mun. Ametaja al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala katika tarikhi yake katika matukio ya mwaka 216 Hijiria, akasema wa fiha kataba al-Ma'mun ila Ishaq ibn Ibrahim ya'muruhu bi akhdhi al-jundi bit-takbir idha sallaw, na katika mwaka huo aliandika barua al-Ma'mun kwa sababu alikuwa ndo kiongozi, kwenda kwa Ishaq ibn Ibrahim, akawa anamwamrisha kwamba awachukue wale wanajeshi, awaamrishe wao wanamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala watakapomaliza kuswali, wao wanamkabiri Allah kwa sauti kwa pamoja. Kadhalika maneno kama haya amelitaja Imam Ibn Kathir katika tarikhi yake, akasema katika matukio ya mwaka 216 wa fiha kataba al-Ma'mun ila Ishaq ibn Ibrahim, ambaye alikuwa ni naib Baghdad, naibu wake kwa upande wa Baghdad, ya'muruhu an ya'mura an-nasa bitakbiri aqiba as-salawati al-khams, akawa anamwamrisha yeye awaamrishe watu wapige takbira kwa pamoja baada ya swala tano. Kwa jambo hili lilianzia huko na ikawa sasa, kwa sababu ni amri ya kiongozi, likaenea kwa kiasi kikubwa. Lakini jambo hili alikuwa zama